ndugu waalikwa na viongozi wote mliopo, ubora ni jukumu letu sote. Kila kitu lazima tuzingatie ubora, na tunasema ubora na usalama wa bidhaa na mambo mengine yote ndio daraja katika maisha endelevu na maisha yenye afya na tija. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Shirika la Viwango Tanzania, napenda kuwakaribisha wote kwa moyo mkunjufu kabisa katika tukio hili adhimu ambalo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 50 ya TBS tangu kuanzishwa kwake. Kwa kipindi cha nusu karne, miaka 50 sio umri mdogo, ni miaka mingi. TBS imeendelea kuwa mhimili muhimu katika kusimamia ubora wa bidhaa na huduma hapa nchini, lakini pia kulinda afya ya walaji pamoja na kuwezesha biashara na ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya kikanda na kimataifa. Tumekuwa ni taasisi wezeshi kuhakikisha bidhaa zetu basi zinakuwa shindani katika masoko nje ya nchi, lakini zinakuwa zina ubora na tija pale zinapotumika na wananchi. Vile kutoka kuwa taasisi ndogo yenye rasilimali chache, TBS leo hii imekuwa na kuwa taasisi yenye miundombinu ya kisasa na ambayo inaendelea kukua, maabara zenye ithibati za kimataifa pamoja na mifumo ya tehama inayorahisisha utoaji wa huduma kwa wadau na ambayo tunatarajia itaendelea kuimarishwa hivi mifumo. Kwa hiyo mtaona ni safari ndefu na hakika taasisi imekuwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuimarisha huduma, TBS imeendelea kuwekeza katika ujenzi wa maabara mpya katika mikoa ya Dodoma, Mwanza na Arusha. Tunalo jengo letu, baadaye kwenye wasilisho lingine mtaona hata picha. Tunalo jengo letu zuri kabisa ambalo limeendelea kuongeza thamani la jiji la Dodoma ambalo tumeanza kulitumia na linakuwa lina maabara. Tunatarajia ndani ya mwezi huu zianze kufanya kazi. Zote ni katika kurahisisha utoaji wa huduma, badala ya sampuli zote kuletwa Dar es Salaam, sasa zingine zinazotokea ukanda ule zitakuwa zinaishia Dodoma. Lakini pia tuna jengo ambalo tunalijenga Mwanza, limefikia 80%. Tunatarajia na lenyewe litaenda kutoa huduma hizo. Lakini pia mwaka ujao wa fedha tunatarajia tuanze kujenga Arusha. Wageni wetu basi hata mtupigie makofi, ni hatua kubwa. Nawashukuru sana. Shirika litaendelea au limeendelea kuboresha mifumo ya tehama ili kuwezesha upatikanaji wa huduma kwa haraka, uwazi na kwa ufanisi zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tunakutana hapa katika jukwaa hili la biashara la viwango, jukwaa mahususi linalowakutanisha wadau wa sekta ya viwanda na biashara ili kujadili nafasi ya viwango na ubora katika kukuza ushindani wa bidhaa na huduma zetu. Kupitia jukwaa hili tunatarajia kubadilishana uzoefu, kujifunza mbinu bora na kuibua suluhisho kwa changamoto zinazoikabili sekta ya viwanda na biashara. Tuliona ni muhimu tukutane na wadau, tuelezee safari ya Shirika la Viwango Tanzania, lakini pia tusikie wadau wetu yale ambayo watusikie yale nini wanatarajia au watatushauri au wanatamani shirika lao la Viwango Tanzania lifanye. Hiyo ndio dhumuni kubwa kabisa ya forum hii. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutumia fursa hii kuarifu kuwa jukwaa hili linafanyika katika kipindi ambacho dunia inaelekea kuadhimisha siku ya chakula salama duniani ambayo huwa inaadhimishwa kila tarehe 7 ya kila mwaka, na wajibu wa usalama wa chakula ni wajibu wa sisi kila mmoja wetu. Tunaendelea kuhamasisha umuhimu wa kuzingatia viwango katika uzalishaji, usindikaji na usambazaji wa chakula. Chakula kimekuwa kina changamoto siku za karibuni, lakini lazima tuzitatue na tuzifanyie kazi. Hata sasa hivi kuna kitu kipya ambacho tunakiona katika sekta hii ya chakula, tunasema food fraud.